Yehova, wewe ni mtakatifu, maana jina lako ndio kimbilio letu na msaada wetu, na katika jina lako Baba lazima kila goti lipigwe na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndio mkombozi wetu. Leo tena Baba, sema nasi kupitia neno lako tunapopitia sura ya 14 kitabu cha Wafalme wa kwanza. Baba, Roho Mtakatifu, mwalimu aliye bora, tuliahidiwa na Bwana Yesu ya kuwa atakuomba nao atatuletea msaidizi mwingine ambaye atakuwa ni mfariji wetu, msaidizi wetu, na atakayekuwa ni mwalimu wetu. Ewe mwalimu bora, tufundishe neno la Mungu, na neno hilo liguse maeneo yote katika maisha yetu. Neno hilo lituumbe tena upya, lituhuishe, liumbe dunia tena upya. Na Baba wa rehema, iongoze watu kuelekea katika Baba wa rehema, ufalme wa Mungu, na katika maandalizi ya ujio wa Yesu mara ya pili. Ninazidi kushukuru jina lako Baba kwa ajili ya yote unayezidi kufunulia Baba wa rehema dunia. Na Baba, tunazidi kuikabidhi mikononi mwako taifa letu la Tanzania na viongozi wetu Baba, uwape afya njema Baba, walinde na kuwapa hekima na busara ya kuongoza vizuri, na pia uguse uchumi wetu Baba, uiboreshe. Gusa uchumi wa mtu mmoja mmoja, gusa uchumi wa taifa Baba wa rehema, na Baba uguse mataifa yote, ulete na amani, injili ipate kupenya na kwenda katika maeneo yote. Asante Jehova, maana hutanyamaza Baba wa rehema wakati Baba wengi wakipotoshwa na adui Shetani, bali utasimama Baba wa rehema, maana ni nyakati zilizotabiriwa na manabii ya kuwa nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Na Baba wa rehema, ile hekima na maarifa iliyoahidiwa Baba wa rehema ya kuwa nyakati za mwisho, Baba, hekima yako Baba itajaza ulimwengu kama maji yajazavyo bahari. Hekima yako ijaze watakatifu wako, na kila mwenye nia Baba wa rehema kujua neno lako Baba, umpe neema na kibali, ili apate kukujua wewe, apate kusimama kama ushuhuda yako, na Baba akipata kuzaa Baba wa rehema matunda yapashayo toba, na katika jina la yeye aliyekuwepo, naye aliyopo, naye atakayekuwepo, na wote tuseme amen. Amen. Basi ni siku nyingine tena Mungu aliyefanya kwa ajili yetu, na bila kupoteza nafasi, hebu tuende kwenye sura ya 14. Jana tulienda kwenye sura ya 13, tukaona onyo la Mungu kwake mfalme wa kaskazini Yeroboam kutoka kwa yule mtu wa Mungu aliyetoka Yuda. Lakini tukiona mkono wa Mungu ukitenda kazi kwa ajabu. Pamoja na hivyo, bado tuliona ya kuwa Yeroboam alibakia akishupaza shingo. Yeroboam aliendelea na uasi wake, na leo tutaona sasa, naenda kuona tena sasa ikipitishwa hukumu sasa, na yule unabii ya hukumu, pamoja na yule aliyemtangazia habari njema ya kuwa atafanya nini, atakuwa ni mfalme na akiongoza makabila 10. Lakini pia tuliona tuliona pia habari za anguko la yule mtu wa Mungu aliyetoka kule Yuda. Umeona, neno la Mungu lina mafundisho kwetu, linatufundisha. Ndio maana unaona kuna wakati neno la Mungu linakosa maana, kwa sababu ninapokufundisha mstari mmoja upati kitu kinachoitwa general concept, yani misingi ya neno kwa mapana huwezi kupata. Inatakiwa uibebe ile neno kama ilivyo, uilete kwenye maisha yako, ama maisha ya kimwili ama maisha ya kiroho. Ndio maana Paulo akasema kwa mapana katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13, akasema mambo yale yote yaliyotokea kule yaliandikwa ili kwetu iwe ni maonyo, lakini pia iwe ni nini? Iwe ni mifano kwetu. Lakini kumbuka, wale watu waliishi kwenye ulimwengu wa kawaida, wakawa na mahusiano na Mungu, na sisi tunaishi kwenye ulimwengu wa kawaida. So kumbuka ya kuwa ya Agano la Kale yanafuata kwenye maonyo, lakini yapo yale ya kujifunza na kuweka kwenye matumizi, na yale ambao wanataka kujifunza na iwe ni maonyo kwako, usiaweke kwenye matumizi yako. Na mimi nadhani ya kwa tangu tulipoanza kitabu cha Mwanzo mpaka sasa tupo kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza,
Mimi nimepiga hatua sana, na mimi nasema hivi, tukiweza kuendelea hivi, tukifika mwisho wa Biblia, mimi nasema Biblia itakuwa ni sehemu ya maisha yangu. Biblia itakuwa ni sehemu yangu. Nitaweza kupumua Biblia, nitaweza kuongea Biblia, nitaweza kuwaza Biblia, nitaweza hata kufanya matendo makuu, lakini kupitia Biblia. Mimi nimetambua ya kuwa kumbe kuna mambo nilikuwa naonaga nikiwa mdogo, lakini nilikuwa nimeacha hoi. Nilikuwa naona kule vijijini eti mtu akiiba alafu anabisha, anamwambia bwana, hebu ruka Biblia. Niliwahi kuona matendo makuu ya Biblia, lakini kwa mdogo nikasema, ina nini mtabu huu? Kumbe kitabu hicho unaweza ukatumia kama mchawi. Ndio maana watu wengi sana wametumia Biblia badala ya mapenzi mama ya wakati huu inayetakiwa, wakaitumia kwenye mapenzi mama ya wakati uliopita, na wakapata kuangamiza wengi. Ndio maana unaweza ukatumia Biblia ukaitwa mchawi. You can use the Bible and they end up calling you a witch. How do you use it? Categorically, it is divided into two parts, the Old Testament and New Testament. Anything that we are teaching concerning this book, if it is pertaining to the Old Testament, then you have to explain to the people. The things which are in the Old Testament are the things which are written to warn us and as an example to us. That is why we, as a new covenant people, we have to live New Testament. But we have to learn from the Old Testament. You see, lazima tujifunze Agano la Kale kama mfano na maonyo, lakini lazima tuishi Agano Jipya. Ndio maana Yesu akasemaje? Akasema, enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye kuwa ni wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza yashike. Umeona sasa kitu ambacho imepiga watu chenga duniani, inayefanya watu wasitafsiri Biblia inavyotakiwa? Hakuna mtu anayetofautisha Agano la Kale na Agano Jipya. Biblia ina maagano mawili, na ukikosea nafasi ya kuitambua Agano la Kale na Agano Jipya, umetoka. Unaweza kuongea habari nyingi, ukaongea bwana, umejua Sabato lazima uitambue. Yesu aliheshimu Sabato, Paulo aliheshimu Sabato, wanafunzi wote Agano Jipya Sabato ilikuwepo. Lakini katika agano lipi? Agano la Kale, Agano Jipya. Unaposema Sabato, unasema ishara ya Agano la Kale ambayo inapatikana kwenye Kutoka 31. Mungu anamwambia Musa ya kuwa na Sabato itakuwa ni ishara ya agano langu na wana wa Israeli. Ukienda kwenye Yeremia 33 mstari 31 mstari 31 mpaka 33, inasema ya kuwa Mungu anamwambia Yeremia kuwa atafanya agano lingine ambayo ni bora kuliko aliyefanya na baba zao na wakalivunja. So kama agano ile livunjwa, tuliheshimuje? Hapakuwa na sababu ya kufanya agano lingine ambao mtu mwingine ajue agano la kale ni nini. Unahitaji kusoma kuanzia Kutoka 19 mpaka 24. Hiyo ndio climax ya agano la kale ambayo ilikuwa juu ya mlima pale. Musa, Haruni, Nadabu na Abihu wakatoka wakapanda pale na watu 70 wakala mbele za Bwana. Lakini ile ilikuwa ni kivuli cha chakula cha mwisho katika Agano Jipya ambao Yesu akapanda gorofani. Kwenye Agano la Kale ililiwa mbele za Bwana juu ya mlima Sinai, iliyekuwa ni kivuli na taswira ya gorofa ambayo Yesu wakamuuliza, Bwana, ni Pasaka, twende tukuandalie Pasaka wapi ule na wanafunzi wako? Akasema, nendeni kule mjini, mtamkuta mtu amebeba chombo cha maji, muulizeni ya kuwa tumwandalie Bwana wapi pakula Pasaka, atawaonyesha. Wakaonyeshwa gorofa. So kumbuka ya kuwa mlima Sinai ilikuwa ni kivuli cha tukio cha Yesu katika mlo wa mwisho na wanafunzi wake. Ndio maana ukisoma katika ile Kutoka 24 utaona agano la kale kuanzia mstari wa kwanza. Ukisoma kwenye Luka 22 kuanzia mstari wa 20
ambayo Yesu anakitoa kikombe akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Yesu alikuwa anaongea nini? Anaongea usiku, lakini keshoe ilitakiwa ndio afanye nini? Afe na damu yake. Ndio maana anasema ni katika damu yangu, sio iliyomwagika, itakayemwagika, maana ilikuwa ni kwa wakati ujao, lakini kwa sasa hivi ni kikombe cha damu ya Yesu iliyefanya nini? Iliyemwagika kwa ajili yetu. Kwenye maombi hapo useme kwa itakayemwagika, unasema iliyefanya nini? So umeona hivi minara pacha ya agano la kale na agano jipya ziko pacha, na lazima uelewe. Ndio maana agano la kale ni agano jipya imefunikwa, agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Upendo ulikuwa kwenye agano la kale, lakini haikuwa wazi kama agano jipya. Kwenye agano la kale, kumbuke ya kuwa ulikuwa, maana Suleimani alipokosa kumomba Mungu uhai wa madui zake, Mungu akasema kwa maana ukuniomba uhai wa madui zako na utajiri, basi nitakupa utajiri mpaka hapata kuwa na mfano wako. Lakini Suleimani aliishi kwa amani pasipo kusumbuliwa mpaka miaka yake ya mwisho. Baada ya kwenda kinyume na Mungu, ndipo Bwana akamuinulia maadui. Muone sasa, kumbe tunapokosa kutafuta roho za maadui zetu tunampendeza Mungu. Ndio maana mapenzi yake ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Sema, mapenzi ya Mungu Baba, mapenzi ya Mungu Baba ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Ninaposema wote, nasema mganga, nasema mchawi, nasema msoma nyota, nasema yani mtu ambaye amebeba mashetani, nasema yule kahaba, nasema yule mwenye dhambi, nasema wote waliopo hapa chini ya mbingu na jua, waliofanywa na Bwana kwa mfano wake na kwa sura yake. Wote hao, mapenzi ya Mungu ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Sisi ni wajumbe wa agano jipya. Yesu Kristo alikuwa ni mjumbe wa agano jipya, naye kazi aliyeanza kufanya na kufundisha aliturithisha. Ndio maana pale katika mlima Mzaituni, maneno ya mwisho aliyoongea kabla hajachukuliwa juu, alisema ya kuwa enendeni, akawapa agizo, enendeni ulimwenguni kote. Umeona sasa, wafanye kuwa wanafunzi wangu, mbatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, myafundishe kuyashika. Sio kuyashika waliofundishwa na manabii, waliofundishwa na Torati, waliofundishwa na wakina Musa. Hapana, tu aliyefundishwa ama aliyetuagiza Bwana Yesu. Lakini akiwaambia kuwa mamlaka yote ya mbinguni na duniani amepewa yeye, na yeye pia akitupa. Lakini ikiwa ndio udhihirisho katika neno aliyesema ya kuwa anayeshika neno langu ndiye anayenipenda mimi, naye atapendwa na Baba yangu, nami nitakwenda kujidhihirisha kwake, nami na Baba yangu tutakuja kufanya makazi kwake. Umeona sasa, ina maana katika neno bado anaagiza. Ndio maana nasema hivyo takatifu Bwana. Tunapoongea agano la kale, umakini sana. Uwezi ukaelewa agano jipya. Acha utakatifu Bwana, acha nikwambie. Kila sehemu kwenye agano la kale mimi nitakuonyesha kwenye agano jipya. Hata zile amri 10. Amri zile 10. Mtu mwingine anazishika zile amri 10 jinsi zilivyo. Tafuta amri ya kwanza, Yesu alisema nini, utakuta. Katika zile amri 10, kila amri kuna neno Yesu alisema ambapo natakiwa agano jipya tuishi. Lakini shetani ni mjanja. Tena ni mjanja kupitiliza. Ndio maana mimi namshukuru Mungu sana. Naanza nikakaa nikasikiliza mtu akifundisha. Tayari naanza kuambiwa, naonyeshwa. Mimi nakaa nasikiliza mtu anayefundisha. Na acha namaliza. Lakini anapofundisha naambiwa hapa, umeona? Nini? Hata shetani anatumia Biblia. Kama utajua Biblia, utapigwa cheni. Shetani alimwambiaje Yesu? Yesu anamwambia kwa imeandikwa. Akamwangalia, akamwambia, kama ni mwana wa Mungu basi jitupe chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikua mguu wako katika jiwe. Aliacha jambo muhimu.
atakulinda katika njia zako zote. Aliacha. So shetani anaongea neno la Mungu, lakini kuna maeneo muhimu anapotezea, na hivyo ndivyo ilivyo. Hata shetani anatumia ibada za shetani, anatumika Biblia. So if you are not very much careful, that is where they will challenge you. It will be just a small portion. That is why if you manifest the word of God through only quoting the verses, that is where you will be challenged. That is why here in the Great Commission Church of Jesus Christ, we are going through the whole Bible. Every single one. We have to know it. Whether it is costing us our time or our finances, it doesn't matter. What matters is that if you talk of a verse, we will talk of a book, and possibly the whole chapter. Amen. You talk of a verse, we talk of a chapter and the book. We want the new generation to be able to speak the word of God. That is from the book of Genesis up to the book of Revelation. That is why we are preparing people who are going to turn upside down the whole world. They will carry the whole world and take it to the Lord. Because let me tell you one thing. I am sure of what I'm saying. That is why maybe it is the only church whereby you can be allowed to ask a question during the service. You can move around the world. Jesus taught his disciples, and in the long run, he gave them a chance to ask questions. He also asked them questions. So that is why, how can we know without asking questions? How can we know without we being asked questions? That is why this is something new. I am speaking like this because people are seeing. There are different people who are following us from different parts of the world. That is why I'm saying this. This is not the time for you to depend on the verses. That is where the devil is covering the gospel. Because you can hardly take a verse and you fly with it. Not bad, but will that person know the general concept of the chapter and the book? No. How will you know? Maybe you have taken a part of the body of a chapter or the introduction part of it. How will you know the conclusion? How will you know the body part of it? I'm saying this. We have discovered the devil because what he has done. That is why he has put a speed governor. The whole world. People are imitating each other. What is being taught in Dar es Salaam is what is being taught in New York. He has put the speed governor. He is not allowing you to flow throughout the Bible. That is why I'm saying this. We are ready to go back to the drawing board. We are not in a hurry. Slowly by slowly, bit by bit, we are moving on. But in the long run, people will realize that we were not joking. Let me see somebody who is ready to move with me forward. Amen. Kama unataka kwenda pamoja na mimi, hebu sema haleluya. 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 Ondoa kabisa akili yako ya kusoma mstari mmoja. Achana nayo. Amen. Achana na mstari. Achana na mstari, ndio maana mimi nasema hivi. Kundi ndili Mungu anataka kufanya jambo kubwa. Tulianza kama mchezo, wacha nikwambie. Hebu nione mtu aliyekuwepo huduma ikianza. Those who are there. Do you remember what God told us? Do you remember what we were told by the Lord? Tulichoambiwa na Mungu nakumbuka. Amen. Nakumbuka. Nilikuwa naongea kana kwamba nimepagawa. Nasema kabisa ya kuwa siku zinakuja ambapo nitaongea Biblia. Nitaunganisha Biblia kuanzia mwanzo na mwisho. Nani nisikia maneno hayo? Je, yanafanya yafanyike? Nilikuwa sijui neno la Mungu. I wasn't in a position of even quoting a verse.
It was as if it was a prophecy. But if it was a prophecy, then it has come to pass. But let me assure you, this is our time. If it is our time, then we have to bring the difference. We have to make the difference. We have to bring impact in the word. The impact will be brought by the word of God. Yani la Mungu litaleta tofauti duniani. Maana kila mtu anafundisha. Mimi nasema hivi. Naongea, kama utapokea, hata anayesikia tabadilika. Mimi nilikuwa natumikia Mungu. I was serving the Lord. I had the power of putting my hand on somebody and that person get healed. But I wasn't having any word of God. Then there was a time when I went somewhere. I met a certain servant of God. He gave me time to teach the word of God. I was laughed at. I was disappointed. The next time when I met that guy, he told me that you have something, but there is one big problem. You don't know the word of God. He told me that you have to start looking for the word of God. And he told me that as soon as you know the word of God, that is when you will come in longer ahead with your leaders. So I started searching for the word of God. That fellow, he wrote some of the books. He wrote some of the, told me that you go and look for these books. If you can find them, take your time of reading these books. If you can spare 1 hour, 2 hours, it will be okay. So I started looking for those books. But all was in vain. I couldn't find all the books. I went to and told him that these books are not in circulation. That guy, one day he called me and he gave me all the books which he wrote to me. He had them. He bought 2 copies. One was for him and his wife, but his wife was not a reader of books. So he decided to give me the books which belonged to his wife. So when I took them, I started reading the books. When I started realizing the truth in the word of God and started walking on that line, I started coming in longer heads with my leaders. I was called an opposer. But let me tell you one thing. Of course, I'm an opposer in the devil's kingdom. But in God's kingdom, I am a builder. In the kingdom of God, I am not opposer. I'm saying this. That is the way I started. And that is why I'm teaching the Bible from the book of Genesis to Revelation. Unless you go back to the drawing board, you start reading the Bible from the book of Genesis, there is no way out. You can understand the book of Exodus without understanding the book of Genesis. You can't understand the book of Leviticus without understanding the book of Genesis and Exodus. If you want to understand the book of Numbers, you first understand the first 3 books. The Bible is connected from first book to the last book. That is what we are doing here. If somebody thinks that we are joking, we are not joking. We are on a serious mission. And sooner than immediate, things are going to turn upside down. Wait and see. If you think that it is a prophecy, it is a word of knowledge. But you can jot it down. In the near future, it will come to pass. I am not prophesying. I am saying a word of knowledge. I'm saying this. There is something on this altar. Something very great. Very soon, we are going to catch them. Of course, we are going outside there. Amen. Amen. We are going outside there. Amen. We are going outside there. I'm saying that if you want to be part of this, change your attitude. Change your thinking ability. Change your motive. We want to move to a different motion. We want to increase our speed. Of course, last year, we managed only to cover 5 books. The first 5 books in the Bible. But this year, we want to see if we can cover the Old Testament from the first book to the 39th book. And let me see somebody who is ready to go all along with me up to the last book in the Old Testament. Let us put our hands together for the Lord.
Nasema hivyo kwa sababu saa yetu inakaribia kufika. Ndio maana nasema watakatifu wa Bwana, ni vizuri ujue dira ya huduma, ni vizuri ujue ili uweze kusimama nayo. Nasema hivi, sipo kwa ajili ya kufundisha mistari, nipo kwa ajili ya kufundisha Biblia kuanzia mwanzo na mwisho. Na siku zinakuja, siku zimeshakaribia mimi kuunganisha Biblia. Nilivyoandika kitabu cha Ufunuo, nadhani kuna mwisho nilifanya kitu. Niliandika muunganiko wa sura 3 za mwanzo na sura 3 za mwisho kwenye Biblia. Yaani zinaendana. Kilichoanza kwenye kitabu cha mwanzo kimemalizwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini kama tunaweza tukasema kuwa sura 3 za mwanzo zinaendana na sura 3 za mwisho kwenye Biblia, nasema hivi, hebu kaa chonjo. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 14. Nadhani Mungu ametupa taswira na dira. Kama ulikuwa unafanya kwa ulegevu, hebu kaza misuli, maana saa imefika. Tulianza kwa mwendo wa taratibu, lakini sasa tutaka tuende kwa mwendo wa kwenda mbinguni. Huu ni wakati wa neno. Kila mtu duniani atakayeongelea habari za neno la Mungu la kweli atainuka, lakini zile bla bla zitapitwa na wakati. Huu sio wakati wake tena. Sura ya 14. Nabii Ahia atangaza hukumu ya Yeroboamu. Hiyo ni Wafalme wa Kwanza sura ya 14. Nabii Ahia atangaza hukumu ya Yeroboamu, inayo dondoo 7 kuu. Hizi dondoo pia kwa lugha nyingine unaweza ukasema muktasari, lakini dondoo ina maana, inatupa taswira ya yale tunayoyapata katika hiyo sura. Na ukizishika hizo dondoo, basi kumbuka ya kuwa katika hizo dondoo ukizikumbuka, basi unakumbuka sura yote. Ndio maana nasema hivi, mimi ninachokumbuka ni dondoo. Nikikumbuka ya kuwa sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo inayo utangulizi, mwili na hitimisho, najua kabisa ya kuwa kwenye mwili pana kilichoumbwa siku ya kwanza mpaka sita. Najua tu ya kuwa siku ya kwanza iliumbwa nuru, siku ya pili iliumbwa nini? Mbingu, siku ya tatu iliumbwa nini? Inchi, siku ya nne iliumbwa nini? Mianga, siku ya tano iliumbwa nini? Samaki wa bahari na ndege wa angani, siku ya sita iliumbwa vitu vyote vinavyotambaa juu ya inchi vilivyo na uhai, ambayo ni wanyama wa kufugwa, wanyama wa porini na kila kitambacho juu ya inchi chenye uhai. Lakini pia na Mungu akamfanya mwanadamu kwa mfano wake. Umeona sasa, nikijua tu alifanya mwanadamu siku ya sita, natakumbuka jinsi alivyomfanya, nitakumbuka jinsi alivyofanya wanyama wale aliyefanya siku ya sita. Ndio maana hizo dondoo ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Dondoo ya kwanza, Yeroboamu amtuma mke wake kwa nabii Ahia. Yeroboamu amtuma mke wake kwa nabii Ahia. Hii ni mstari wa kwanza mpaka wa 6. Yeroboamu amtuma mke wake kwa nabii Ahia, mstari wa kwanza mpaka wa 6. Dondoo ya pili, unabii wa Ahia kinyume na Yeroboamu. Unabii wa Ahia kinyume na Yeroboamu. Hii ni mstari wa 7 mpaka 16. Na dondoo ya tatu ni kifo cha mwana wa Yeroboamu. Kifo cha mwana wa Yeroboamu, mstari wa 17 mpaka 18. Kifo cha mwana wa Yeroboamu. Kifo cha mwana wa Yeroboamu, mstari wa 17 mpaka 18. Na dondoo ya 4 ni kifo cha Yeroboamu. Kifo cha Yeroboamu ni mstari wa 19 mpaka 20. Kifo cha Yeroboamu, mstari wa 19 mpaka 20. Dondoo ya 5, utawala wa Rehoboamu na dhambi za Yuda. Utawala wa Rehoboamu na dhambi za Yuda. Hiyo ni mstari wa 21 mpaka 24. Utawala wa Rehoboamu na dhambi za Yuda, mstari wa 21 mpaka 24. Na dondoo ya 6, Shishaki haribu Yerusalemu. Shishaki haribu Yerusalemu. Shishaki, utamjua ni nani huyo tutakapopitia. Shishaki haribu Yerusalemu. Hiyo ni mstari wa 25 mpaka 28.
Shishaki haribu Yerusalemu. 25 mpaka 28, na dondoo ya 7 na ya mwisho ni kifo cha Rehoboam. Mstari wa 29 mpaka 31, kifo cha Rehoboam 29 mpaka 31. Tuliona katika ile sura ya 12 kuinuka kwa Rehoboam pamoja na Yeroboam, lakini tunaona kwenye sura ya 14 kifo cha Yeroboam na kifo cha Rehoboam. Ina maana sasa tayari, ina maana itakuwa kesho tunaanza tena, tunaingia kwenye Wafalme wa Pili. Yuda na Israeli tunaanza kwenda pacha, na kinachofanya hizi sura ziwe ngumu ni kwa sababu unakwenda na falme mbili kwa wakati moja. Unakwenda na ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli kwa wakati moja. Namba ngapi? Namba 5. Utawala wa Rehoboam na dhambi za Yuda. Utawala wa Rehoboam na dhambi za Yuda. Hiyo ni mstari wa 21 mpaka 24. Hebu sasa tuende sasa moja kwa moja tusome sasa kwa jina la Yesu. Tuone Bwana anatufikisha wapi. Uwe makini. Huu ni wakati wako wa kujifunza. Maonyo yako, lakini pia ni mfano ya kuweka katika ulimwengu wa kawaida, maana yaliandikwa hayo mambo yaliyotokea kwenye Agano la Kale ili iwe ni fundisho kwetu, iwe ni maonyo kwetu. Ndio maana nasema hivyo takatifu wa Bwana. Ukielewa Agano la Kale, hata matendo yako yanakaa vizuri. Jinsi ya kuwa ni mwananchi mwema katika nchi ni ukielewa Agano la Kale, maana ilikuwa ni agano la kimwili. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wafalme wa kwanza sura ya 14. Bila shaka Soma kama ilivyoandikwa. ndio. Siku zile akaugua Abiya mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali ujibadilishe, asikujue kuwa mkewe Yeroboamu, ukaende Shilo, tazama yuko huko Ahiya nabii, aliyeninena mimi ya kwamba nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Twaa mkononi mikate 10 ya kaki na mtungi wa asali, ukamwendee, naye atakuambia kijana atakuwaje. Bila shaka tunaona moja kwa moja sura ya 14 inaanza. Huyu Abiya alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa nani? Mzaliwa wa kwanza wa Yeroboam, naye ndio aliyetakiwa aje awe ni mrithi wa kiti cha kifalme. Lakini sasa akawa anaumwa. Lakini kinachonishangaza, Yeroboam aliyekuwa ni mfalme na aliyejenga madhabahu moja Betheli akaweka na ndama, madhabahu nyingine Dani akaweka na ndama. Eti ndama akumjibu, hakumuonyesha hatima ya mtoto. Anakwenda kutafuta neno wapi? Anakwenda kutafuta neno kwa nabii wa Mungu. Alikuwa na wakina nabii mzee, lakini mbona nabii mzee hakutoa neno? Nasema hivi, usiwe kama Yeroboamu wewe. Yeroboamu yeye anajua kabisa ng'ombe haiwezi kumjibu mtu. Hata manabii wale wanayetumikia ng'ombe yule, ndama yule, asingeweza kujibu. Ndio maana anamtuma mke, lakini anamwambia kuwa ajifiche, ili kwanza watu kwenye ufalme wake wangejua, angesema kumbe ni ng'ombe yako haina nini, haiwezi kujibu, basi wangeanza kwenda Yerusalemu. So jambo la kwanza anajificha ili wale waliopo kwenye ufalme wa kaskazini wasimwone. Pili, alikuwa anataka mke wake, yani alijua kabisa ya kuwa nabii hii ameshakuwa mzee na macho yake yamefanya nini, yamefunga, amekuwa ni kipofu. Lakini hakujua ya kuwa yule Mungu wa Ahiya aliyekuwa anamwendea ili amuonyeshe Ahiya, amuonyeshe mambo yake ya baadaye na mtoto wake, angeweza kumfunulia Ahiya ya kuwa huyu ni mke wake. Hakujua hivyo. Ndio maana Yona akajificha kwenye mizigo, anasema Bwana, mimi nakwenda Tashishi. Ndio maana Adamu akajificha kule kwenye nini? Akajificha kwenye vichaka kule, akuwa hata niona. Hata kuonaje wakati kajifanya yeye anaona kila kitu, yeye yupo kila mahali yeye. Usitende dhambi, maana Mungu atakuona usiku wa manane. Lakini kumbuka, Abiya nani? Yeroboam akuanza akiwa mbaya.
jina aliyempa mwanaye inawakilisha kuwa huyu bwana hapo kabla ya hapo alikuwa anamwabudu Yahwe wa Mungu wa kweli. Jina Abia maana yake nini? Neno Abi ambayo ni baba. Abi ja, kwa Kiingereza Abi ja, maana yake ni baba yangu ni Yehova ja. Umeona? Haleluya. Ina maana Bwana fanya nini? Ina maana baba yangu ni Mungu ama ni Yehova. Ina maana kumbe mtu huyu alianza na Bwana lakini akamaliza vibaya kutokana na mtoto. Ndio maana katika huyu Abia Nabii Ahia atasema kabisa ya kuwa yeye tu Abia ndiye atakayezikwa, maana yeye tu ndio Bwana ameona haki kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa anaambia mke wake achukue vitu. Ni kwa sababu manabii kwenye Agano la Kale walikuwa hawaoni bure. Tuliona Sauli walipofika kwenda kutafuta wale punda wa Kishi baba yake, aliuliza ya kuwa je, twende tumuone muonaji? Akasema tunayo kitu. Yule mtumishi wake akasema ninayo angalau kitu, twende. Ina maana ilikuwa desturi wanapokwenda kwa manabii angalau walikuwa na beba zawadi ama toleo. Ndio maana akampa ya kuwa ampelekee. Lakini hebu tuende sasa tuone. Ahia alikuwa nabii lakini alikuwa mzee, lakini alikuwa kwao ni wapi? Ni Shilo. Shilo ilikuwa wapi? Ilikuwa katika eneo la nini? Ilikuwa katika eneo gani? Shilo tulipitia hapa watakatifu wa Bwana. Ilikuwa kaskazini kwenye urithi wa nani? Nilifundisha hapa ya kuwa wana wa Israeli walipovuka mto Yordani, makao yao waliweka Gilgal. Ilitekwa Kanani ikiwa utawala wao, wanatawala yani wakitawala kutokea Gilgal. Baada ya kuiteka ile inchi, wakati wa ugawaji wakaisogeza makao makuu kuwa katikati, ambayo ilikuwa ni Shilo. Shilo ilikuwa ni karibu na Shekemu, watakatifu wa Bwana, katika eneo la nane ya Waefraimu. Kwani umesahau? Hebu twende kwa jina la Yesu. Lakini kumbuka ya kuwa anatoka wapi? Anatoka kule alikokaa. Kumbuka ya kwa tayari alikuwa Shekem, lakini akaona Shekem alijenga, lakini akaona Shekem haistahili, akaenda akajenga Tiza. So kwa wakati huu makao yake makuu ilikuwa ni Tiza, na tutaona kabisa ya kuwa Tiza ilibakia kuwa ni makao makuu ya taifa ya ufalme wa kaskazini mpaka Omri alivyokuja kuwa ni mfalme, ndipo alivyokuja kuinunua mlima ule kutoka kwa Samaria na akajenga mji na akaipa jina Samaria. Tutaona kwenye sura ya 16, maana sasa tutaenda kwa mwendo wa kasi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akafanya hivi mkewe Yeroboamu, akaondoka akaenda Shilo, akaja nyumbani kwa Ahia. Basi Ahia hakuweza kuona kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Ahia, angalia, mkewe Yeroboamu anakuja akuulize mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi. Mbona Yeroboamu alidhani ya kuwa huyu Ahia ambaye atakuwa na uwezo wa kuona mambo ya baadaye ya mwanae, kama atapona ama atakufa, hakuwa na uwezo namna gani ya kuona ya kuwa huyu ni mke wake? Ndio ndivyo waumini tunapokuwa sasa hivi. Unasema unaweza baba, haleluya, wewe ni yote katika yote, huku kidogo kidogo unafanya mabaya yako. Unawanga wewe, unaloga wewe, huku haleluya. Unadhani Mungu akuone? Jicho lake huenda duniani mote apate kuona walio wa kwake. Amen. Hata unachokifanya kwenye siri anajua. Amen. Yeroboamu alikuwa na ujinga wa kuabudu miungu, maana ndama wameshindwa kumjibu na manabii wake. Nenda kwa nabii lakini jificha hata kujua. Atajuaje habari yako ya baadaye kama hawatamjua huyu? Acha kutenda dhambi unazofanya sirini, Mungu anakuona. Jicho lake inaona kila. Ndio maana he is omnipresent. He is present everywhere.
is everywhere. Even though he is in heaven, but his presence is everywhere. He can hardly see everywhere. Mungu anaweza kaona kila sehemu. Anakaa mbinguni lakini uwepo wake ipo kila mahali. Ndio maana hapa nafundisha sasa hivi, yupo hapa, yuko Buguruni, yupo kule, yupo Marekani, yupo kila sehemu. Ndio maana yeye ni yote katika yote. Yeroboamu, umejua mtu ukishamwacha Mungu, hata mawazo yako haiwazi vizuri. Unadhani ya kuwa wewe unaweza kufanya sasa, yani alichomdanganya ni nani? Jifiche hata kuona. Muende tu kama mwanamke mwingine tu, ujifunike, yamkini kajitanda kabisa kabubui. Hizi buibui tunazotumia kwa kutenda mabaya. Uwe makini, hata wababu wanaweza kuzivaa hizo buibui. Nadhani ni mke, kumbe sio mke huyo. Kavaa buibui anakatisha. Wewe wangu ukimwangalia unasema mbona hatua zake sio? Yeroboamu anaambia mke wake, jitande mke wangu, muende hata sikujue. Haya mavazi ya kufunika mwili wote. Hata kama ukijifunika mwili wote ukaacha hapa, bado Mungu anakujua na anakuona. Amen. Jicho lake huona hadi sirini. Ndio maana alimwona mke wake Yeroboamu. Yeye yuko nje anagonga, alafu anasema nikipoa sema mke wa Yeroboamu karibu. Karibu, mbona unataka kujifanya kama sikuoni? Mtu mwenyewe kipofu. Hebu alitokwa na jasho, kutokwa na jasho hata kama mwanamke. Alitamani kurudi akutamani. Lakini kumbuka, yeye alikuwa ni malkia, alikuwa ni mke wa mfalme wa kaskazini. Alafu anajifanya hivyo. Kumbe ujinga ule kaingizwa na mume wake. Huwezi kujificha mbele za Bwana. Bwana ayafichue yote yaliyojificha kwa kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote yaliyotendwa kinyume naye Bwana ayafichue kama alivyomfichua mke wake Yeroboamu kwake nabii wake Ahia kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote yaliyojificha ukashindwa kuelewa asili yao na mwanzo wao iko wapi, ninayaweka bayana, ninayaweka juu ya dari jinsi Bwana alivyomweka bayana mke wake Yeroboamu kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Hivi na hivi umwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine. Ikawa Ahia Mungu tayari anamwambia. Mungu yule ambaye anataka kutoa aliyetaka kutoa habari za Yeroboamu anamwambia Ahia. Bwana usema na wale wampendao. Kama unampendeza Bwana. Ndio maana Yesu akasema hivi, wanaeshika neno langu, hao ndio wanayenipenda. Na hao ndio watakifanya nini? Watapendwa na Baba yangu. Nami nitajidhihirisha kwao katika neno. Nami na Baba yangu tutafanya makazi ndani yao. Ukikaa vizuri na Mungu, hakuna jambo baya linalokuja pasipo Mungu kuonyesha. Hebu twende. Ikawa Ahia alipoisikia sauti ya miguu yake akiingia mlangoni, alisema, karibu mkewe Yeroboamu. Mbona wajifanya kuwa mwingine, maana nimetumwa kwako wewe. Yaani amekuja anamwambia, yaani mbona wajifanya kama mwingine, nimetumwa kwako. Katumwa na yeye pia anaambia pana Ahia anamwambia na mimi nimetumwa kwako. Unajifanya sio wewe lakini nimetumwa kwako. Yawezekana umetumwa kwenye eneo hili huje ili upate uponyaji, lakini kwa taarifa yako, na mimi nimetumwa kwako. Amen. Na mimi nimetumwa kwako. Amen. Na mimi nimetumwa kwenye afya yako. Amen. Na mimi nimetumwa kwenye maisha yako. Amen. Karibu basi. Hebu tuende. Karibu. Amen. Hallelujah. Nenda umwambie Yeroboamu, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa nalikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaulalua umbali ufalme utoke nyumba ya Daudi na kukupa wewe, walakini wewe ukuwa kama mtumishi wangu Daudi. Umeona? Aliyemtangazia ya kuwa atakuwa mfalme ndiye anayemtangazia hukumu. Aliyekutangazia habari njema ya wokovu Yesu Kristo
huyo ndiye atakayetangaza hukumu yako. Huyo ndiye atakayekuwa ni mhukumu. Aliyeleta habari njema Yesu Kristo na wokovu, yeye ndiye hakimu atakayekaa kwenye kiti jeupe cha hukumu na akitoa hukumu. Aliyemtangazia habari njema, aliyemtangazia Daudi ya kuwa Bwana amesema ataimarisha ufalme wako, atakujengea nyumba, ufalme wako utamarika na uzao wako utatawala milele. Huyo ndiye aliyekwenda kumwambia kuwa palikuwa na mtu alikuwa na kondoo wake, huyu maskini. Umeona, huyo ndiye aliyeleta habari za hukumu. Huyu anayesimama mbele yako, anayetangaza habari njema, ndiye anayetangaza na hukumu yako. Hebu nisikie amina kubwa. Amen. Neno la Mungu ni uponyaji wetu, lakini watu hawajui kama neno la Mungu ni hukumu yetu. Kusoma kwenye Agano la Kale, Daudi kuna wakati anafika anasema kabisa, Bwana unihukumu, hata mimi unihukumu. Neno la Mungu ni uponyaji, lakini ukitenda dhambi, neno la Mungu ni hukumu. Nami natumia neno la Mungu kuhukumu roho zote zilizokutesa kwa jina la Yesu. Amen. Natumia neno la Mungu kuhukumu maagano yote, mikataba yote na roho zote chafu kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Lakini umekosa kuliko wote waliokutangulia, umekwenda kujifanyia miungu mingine na sanamu zilizoyeyuka. Unikasirishe na kunitupa nyuma yako. Tazama, kwa hiyo mimi nitaleta mabaya juu ya nyumba yako Yeroboamu. Umeona sasa? Mungu anamwambia watakatifu wa Bwana, Mungu ni mwema kwetu. Hebu pata picha. Yeroboamu wala hakuwaza kama atakuwa mfalme, wala hakuchukua hata fomu ya kujaza kama ingekuwa na fomu. Yaani unaamka tu na kwenda kwenye mbuyu, unaokota mdodo, wala watu hujaiosha, limeiva unatia kwenye meno yako. Ndivyo tulivyo sisi. Wewe ulilipa nini mpaka ukaokoka? Ulitoa gharama gani? Jinsi Yeroboamu alivyoamka na kwenda kuwa mfalme, ndivyo sisi tulipoamka wengine kama sisi na tukawa sasa wajumbe wa Mungu. Yeroboamu, Mungu anamwambia kwa ametenda mabaya kuliko aliyemtangulia. Waliyemtangulia katika kiti cha ufalme walikuwa ni Sauli na ubaya wake wote Sauli. Bado Yeroboamu alikuwa zaidi yake. Na ubaya wote wa Suleimani. bado yani Yeroboamu alikuwa amefunga kazi. Ndio maana tutakapokwenda kule mbele tunaona kabisa kitajwa ya kuwa akafanya mabaya. Mtu aliyefanya mabaya alikuwa anawekwa mfano kama Yeroboamu mwana wa Nabati, akitenda mema kama Daudi. Je, wewe Mungu anakuweka wapi? Katika mazuri ama mabaya? Lakini namshukuru Mungu kwa sababu yule Mungu aliyesema naye kuwa utatawala unapotaka, lakini ukitenda vizuri nitakuinulia nyumba, lakini pia nitakupa nini? Israeli. Aliahidiwa baba kupewa Israeli yote. Nasema ni watakatifu wa Bwana, kupata, getting is not a problem. Receiving a salary is not a problem. But how to manage it, how to take care of it. You can receive your salary today, then in a day's time it is nowhere to be seen. You have worked for 30 days, you have got your salary, just only to misuse it for in 2 days time. God can give you what you cannot maintain. That is why you have to be very much careful with what you have received from the Lord. Maybe it is a gift. How are you using it? How are you maintaining it? The problem is how to manage it, how to take care of it. You have something. God has given you something. In fact, it is something very great that has to surprise the world. But you have to learn on how to take care of it. You have to learn on how to manage it. The problem lies on how you manage your things. How do you manage yourself?
How do you manage your time? Are you making good use of your time? Are you sparing time to God? I'm saying this. Jeroboam was given the northern kingdom. The problem was how to maintain it. He was defeated. And it was taken from him. If you cannot make good use of it, if you cannot create impact, then the one who gave you will take it. And after taking it from you, definitely he will give it to somebody else. Mungu anakupa. Mungu amenipa. Nisipoitumia vizuri, ataichukua kwangu. Atampa mtu mwingine. Kumbuka habari za Elia. Anaenda pale mlima sasa na baba. Mungu anamuuliza unatafuta nini hapa? Anasema baba, nimebaki peke yangu. Mimi sio bora kuliko baba zangu walivyotangulia mbele ya haki. Bora nife. Mungu anamwangalia. Anasema nimebaki. Mungu umebaki peke yako. Anaambiwa sio peke yako. Ninayo watu 7,000 ambayo hawajamuinamia bali wako fresh. Kuna watu ambao Saganda hawajaokoka lakini 100% wanahofia Mungu. Amen. Kuna watu ambao bado hajui kusoma Biblia lakini moyo wake imembeba Mungu. Amen. Masalio yapo. The residues are there. Na hao ndio wanayetaka kupeleka injili ya kweli, maana waliotangulia walidini, walijikweza. You know who I am and who I am. Who are you? And who are you? It is none of our business to know who you are. You know who I am? For what? If God has given you opportunity of proclaiming his word, try to be transparent. Try to be frank. Try to be straightforward. Stay away from sinning. Stay away from leading people astray. Teach people the truth. That is what can make you to continue serving the Lord. How can you serve the Lord if you yourself, you are not walking on the right track? You are keeping on sinning. You are leading people astray. What you are talking and what you are doing are two different things. Your characteristics, traits. You are behaving like a devil. You are doing your worst things. I'm saying this. This is the time to speak the truth. If the truth is what is needed, then the truth is what will set the world free. If you cannot stand on the truth, if you are proclaiming that you are speaking the truth and you are lying, very soon you will be ashamed. That is why change. Nasema hivi, kama usimamii ukweli, saa imefika ya wanayesimamia ukweli. Tabia zangu na ninachokiongea ndicho kinachotakiwa nisimamie. Maana watu wanakuwa wanavaa ngozi ya nini? Amevaa ngozi ya kondoo. Anaangalia, umeona, hawezi kukuangalia. Shikamoo. Shikamoo. Kwa nipa shikamoo kwanza, usinisate, usinitaje, usinazame uso wewe. Nasimama kabisa, shikamoo. Anawa. Bwana shikamoo. Ogopa baya hao. Mungu anajifanya anang'ata kidole huyo. Sumu huyo. Mke wa Yeroboamu huyo. Katumwa na Yeroboamu huyo. Hebu nikuulize, wake za Yeroboamu wangapi ambao wako kwenye maisha? Wako kibao. Wengine ndugu zako wamekuja, tumekuja bwana kukaa kwako. Wewe sio mke wa Yeroboamu. Tuwatambue wake za Yeroboamu, alafu tuwaombee mema kwa jina la Yesu. Hebu twende. Nami nitamkatia Yeroboamu kila mwanamume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Nami nitawaondoa waliobaki wa nyumba yake Yeroboamu,
kama mtu aondoavyo mavi, hata itakapokwisha pia. Yeye afaye wa Yeroboamu mjini mbwa watamla, afaye mashambani ndege wa angani watamla, kwa kuwa Mungu amenena hilo. Basi ondoka urudi nyumbani kwako, na miguu yako itakapoingia mjini, huyo kijana atakufa, na Israeli wote watamlilia na kumzika, kwa maana ndiye peke yake wa Yeroboamu atakayeingia kaburini, kwa sababu ameonekana ndani yake jambo lililo jema kwa Bwana Mungu wa Israeli nyumbani mwa Yeroboamu. Tena Bwana atajiinulia mfalme wa Israeli atakayeharibu nyumba ya Yeroboamu siku ile. Nisikilize. Abiya alimimina moyo wake kama alivyomimina moyo wake siku ya kwanza, akitoa vazi lake jipya akilichana vipande 12, akimwambia Yeroboamu, chagua vipande 10. Alipochagua, bwana wewe Mungu amekupa makabila 10. Ahiya akamimina moyo wake akimtangazia mema Yeroboamu. Anamimina moyo wake akitangaza hukumu. Anasema na mke wake. Kumbe Yeroboamu alituma mke wake aende akachukue ujumbe wao. Anaambiwa kabisa kuwa Mungu anakwenda kukatilia mbali wazaliwa wa kiume wote. Huyu mmoja tu ndiye aliyeitwa Abiya. Maana yake neno la Mungu lilikuwepo ndani yake wakati anazaliwa, na jina lake. Jina la kitu ni kitu chenyewe. Ndio maana kwake alikufa, lakini kwake palikuwa na jambo jema. Lakini watoto wengine wote, anayekufa mjini analiwa na mbwa, ina maana hawatazikwa. Wanayekufa kule mashambani wanaliwa na ndege. Na sasa anasema kabisa ya kuwa atainua mfalme atakayeiangamiza nyumba ya Yeroboamu. Nani huyo? Mfalme wa 3 wa Israeli aliitwa nani? Wewe usifanye nikupige ngumi wewe mama bwatwa. Hasha. Naposema mfalme wa Israeli, Israeli taifa la kaskazini libaki na jina Israeli. Ninaposema taifa la Yuda ni taifa la kusini. Ninaposema tu taifa la Israeli, tunapofikia sasa ufalme umegawanyika. Nikisema Israeli, sio Israeli kwa jumla, ni taifa la kaskazini iliyebaki na jina Israeli. So mfalme wa 3 wa Israeli alikuwa ni nani? Tuliwaifundisha Baasha. Baada ya kifo cha Yeroboamu, mwanae nani? Nadabu atatawala. Alafu Baasha atafanya mageuzi, upinduzi, naye ndio atakayeua wazawa wote wa Yeroboamu. So ni Bwana ndio aliyemuinua Baasha pamoja. Baasha aliua kabisa Nadabu na ndugu zake wengine wa kiume, lakini waliouawa hakuzikwa hata ngapi? Waliouawa mjini, kitoweo cha umbwa. Umbwa alipata kitoweo. Waliyekufa kule mashambani, ndege wa angani walipata kitoweo. Jihadhari sana usiwe ni kitoweo cha umbwa kwa jina la Yesu. Jihadhari usiwe kitoweo cha ndege wa angani. Kuna wakati mwingine maadui zako wameinuliwa. Bwana akamuinulia Suleimani maadui. Hala. Bwana kabisa, Bwana atainua mfalme atakayeiangamiza nyumba ya nani? Nyumba ya Yeroboamu. Tayari ni mfalme wa 3 baada ya mfalme wa 2 ambao ni mwanae. Atakatiriwa mfalme Nadabu mbali sana na ndugu zake wote wa kiume. Yaani ataua mpaka na wajukuu wa Yeroboamu wote. Mabaya unayetenda itagusa watoto wako. Kaa mbali kwenye kutenda mabaya. Panda mema kwenye maisha ya watu, ili umetangulia mbele yake, watoto wako wamebaki, watoto wako wavune ulichokipanda. Amen. Hebu twende. Tena Bwana atajiinulia mfalme wa Israeli atakayeharibu nyumba ya Yeroboamu siku ile. Na nini tena hata sasa? Kwa kuwa Bwana atawapiga Israeli kama unyasi. Atawapiga kama unyasi. Unyasi unapigwaje? Unapochukua upanga alafu nakata hivi, ina maana sio nyasi moja, ina maana zinamwagika nyingi. So ina maana atapiga Israeli kama unyasi.
Sasa natangaza hukumu sasa kwenye wale ambao walikuwa wanatawaliwa na nani? Wanatawaliwa na Yeroboam, ambao ni Israeli, ambayo ni taifa la kaskazini. Kama unyasi utikiswavyo majini, naye atawang'oa Israeli katika nchi hii njema, atawapa baba zao, naye atawatawanya ng'ambo ya mito, kwa sababu wamejifanyia mashera yao. Ng'ambo ya mto gani? Ng'ambo ya mto Yufrati, ambayo wao katika mwaka 722 walipelekwa utumwani Ashuru, taifa iliyekuwa ng'ambo ya mto Frati. Lakini kumbuka ya kuwa anatabiri jambo ambalo lilikuja kutokea miaka 250 baadaye. Anachokisema ilikuja kutokea baada ya miaka 200. Hapo anaposema yupo kwenye mwaka wa 908, anaongea mambo yaliyokuja kutokea 722. Hebu twende. Kwa sababu wamejifanyia mashera yao wakimkasirisha Bwana, naye atawatoa Israeli kwa ajili ya makosa ya Yeroboamu aliyeyakosa. Walitolewa kwa makosa ya nani? Yeroboamu. Sema kila kosa iliyofanywa na wazee wangu waliyepita, ikanihukumu nikatolewa kwa ajili ya kosa lao. Ninajivua na kujitoa kwenye muunganiko wao, maana imeandikwa, hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi niliyekuwa na muunganiko na ukoo wangu, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kuanzia sasa sitatawanywa kwa sababu ya makosa waliyetenda ukoo wa baba na ukoo wa mama, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Mbona sasa kumbe taifa ilihukumiwa kwa ajili ya makosa ya Yeroboam? Kumbe makosa ya mtu mmoja inawezekana ikahukumiwa taifa. Sema taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania Iliyohukumiwa kwa sababu ya kosa aliyetenda kiongozi mmoja. Katika jina la Yesu tunalitakaza taifa ya Tanzania, tunaitoa kwenye laana ya viongozi waliyepita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mikoa yote tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Wilaya zote tunazitakaza kwa jina la Yesu. Vijiji vyote, makabila yote tunafanya utakaso kwa neno la Mungu, na kuanzia leo tunafunga umwagaji wa damu na mabaya yote na laana zote na njaa na kifo na magonjwa kwenye ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Kumbe kuna mengine yanasibu taifa, lakini alikuwepo kiongozi mmoja akatenda mabaya. Taifa la Israeli ilikuja kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi ya Yeroboam mbaya. Kumbe wewe, familia yako inaweza kuja kuhukumiwa kwa sababu yako. Eti watu wale waliyekwenda wapi? Watu wale waliyekwenda utumwani kule Ashuru, eti walikuwa ni kwa sababu ya Yeroboam mwana wa Nabati. Eti taifa lililogawanyika ilikuwa ni makosa ya yule mtoto wa Daudi, mpenda sketi. Makosa ya Suleimani ilifanya taifa ikagawanyike, kawa ni kaskazini na kusini. Jihadhari sana, makosa yako inaweza ikagawa kanisa, inaweza ikagawa mkoa, inaweza ikagawa taifa. Unachokisema, what you say matters a lot. Usiwe mtu nayeongea kabla hujatafuta neno kwa Mungu. Amen. Utaua. Watumishi wa Mungu wameua watu wengi sana. Unao kinywa chenye mamlaka, ninakutangazia ufe kwa jina la wewe. Ameshakufa, amekuwa kitoweo cha mtafuna. Amekufa, badala umhubirie Injili, umemuua na dhambi zake. Unajenga ufalme wa giza, unajenga ufalme wa Mungu. Basi wewe mtumishi wa shetani,
Hebu twende. Ambayo kwa hayo amewakosesha Israeli. Basi mkewe Yeroboamu akaondoka akaenda zake akafika Tiza. Na alipofika kizingitini kwa nyumba, Tayari umeona hapo. kijana akafa. Tulimuona mara ya kwanza alikuwa amejenga pale Shekemu na kuifanya kuwa makao. Ina maana makao makuu ya kwanza ya taifa la kaskazini ilikuwa ni Shekemu, na makao makuu ya pili ilikuwa ni Tiza. Baada ya Tiza itakwenda Samaria. Wakati wa Omri ndipo itahamia kule Samaria, lakini iko Tiza. Nani? Nadab atatawala makao makuu ikibakia kuwa Tiza, na hata Baasha atatawala makao makuu bado ikiwa Tiza mpaka atakavyochukua Umri baada ya kumpindua Zimri. Zimri naye alimpindua nani? Zimri alimpindua nani? Zimri alimpindua Zimri. Omri. Wewe. Omri ndiye alimpindua Zimri. Lakini alimpinduaje? Zimri yeye alijiteketeza ndani ya nyumba. Alipoona watu wamemuunga mkono jemedari aliyekuwa ni Omri, baada yeye alimuua mtu, alafu akachukua nini? Akachukua hekalu. Alipokaa pale, alipoona watu wanamjia, akajichoma ndani. Alikuwa nani huyo? Ela. Ninakushangaa kweli. Pigia Bwana makofi makubwa. Ela, mtu anayesema Ela hata simuoni. Hebu twende. Anayesema Ela hata simuoni, nasikia tu Ela. Hebu twende. Naye alipofika kizingitini kwa nyumba, huyo kijana akafa. Israeli wote wakamzika, wakamlilia sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa mkono wa mtumishi wake Ahia nabii. Na mambo yake Yeroboamu yaliyosalia ya kupigana na ya kutawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha tarehe cha mfalme wa Israeli. Siku alizotawala Yeroboamu zilikuwa miaka 22. Akalala na babaze, naye Nadabu mwanawe akatawala mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Tayari kitabu kile cha historia ya wafalme wa Israeli, Kiingereza inaitwa The Book of Annal or the Book of Chronology, lakini ni kitabu kilichobeba taarifa za wafalme, miaka waliyetawala na walitawala miaka mingapi. So kitabu hicho kilitumika sana. Palikuwepo na kitabu hicho cha Yuda na cha Israeli. Palitumika na mwandishi wa kitabu cha wafalme. Alipata taarifa hizo kwenye kuandika kitabu hichi. Lakini tunaona Yeroboamu alitawala miaka 22. So kumbuka, Yeroboamu alianza kutawala lini? Ukitaka kujua alianza kutawala lini, unajua unatakiwa uanze pale. Suleimani alianza kutawala mwaka wa 970. Tunaipataje? Walitoka Misri mwaka wa 1446. Lakini Suleimani akaanza kujenga hekalu mwaka wa 480 tangu alipotoka wapi? Misri. So unatoa miaka 480 kwenye 1446, unapata miaka 966. Hapo hekalu ikaanza kujengwa wakati Suleimani alikuwa na miaka 4 kwenye utawala. Ukitaka kujua alianza kutawala kwenye mwaka gani, unatoa miaka 4 kwenye 966, unapata 970. Ina maana mwaka wa 970 Suleimani akatawala miaka 40. Ukitoa miaka 40 kwenye 970 unapata 930. Ina maana Yeroboamu na Rehoboamu wameanza kutawala katika mwaka wa 930. Sasa ukitaka kujua ya kuwa alikufa katika mwaka gani Yeroboamu, unatoa miaka 22 katika 930, ambao unapata ngapi? 930 ukitoa 22 unapata mwaka wa 970.
nane. Ina maana mwaka 908 hapo ndipo alipokufa nani? Alipokufa Yeroboamu, na akaanza kutawala mwanae Nadabu. Sasa andika hapo sasa. Umeona, tutakwenda kila mfalme tutaandika na mwaka alianza kutawala, na mwaka aliyekufa ama aliyemaliza utawala, na miaka aliyefanya nini? Aliyetawala. Bwana Yesu asifiwe. So Yeroboamu akatawala miaka 22, ina maana akafa katika mwaka wa 908. So andika mwaka 908, ina maana hapo pia anaanza kutawala nani? Anaanza kutawala Baasha mwanae Nadabu. Sorry, sio Baasha. Hebu twende. Naye Rehoboamu mwana wa Sulemani. Tayari habari za Rehoboamu tuliziona kwenye ile sura ya 12. Ilianza alafu ikaachwa pale pale, ikaingia kwenye habari za Yeroboamu. So tumekwenda na Yeroboamu mpaka Yeroboamu tumeona amekufa. Sasa tunaingia kwake Rehoboamu, lakini pale tulipoishia kwenye sura ya 12. So umeona sasa, ina maana ndivyo itakavyokuwa. Hizo sura zinaenda katika vitabu viwili, inakwenda Yuda alafu inakuja inachukua nani? Inachukua Israeli ama kaskazini, zitakwenda pacha hivyo mpaka kufikia Israeli kupotea alafu Yuda kuja kupotea. Hebu twende sasa tuone habari za Rehoboamu mwana wa Suleimani. Naye Rehoboamu mwana wa Sulemani akatawala katika Yuda. Rehoboamu akaanza kutawala alipokuwa mwenye miaka 41, akatawala miaka 17 huko Yerusalemu, mji aliyouchagua Bwana miongoni mwa kabila zote za Israeli, ili aliweke jina lake huko. Na jina la mamaye aliitwa Naama Mwamoni. Kwa nini mama yake Rehoboamu anatajwa? Ukiona mwanamke ametajwa kwenye Agano la Kale, basi palikuwa na jambo maalum. Naama Mwamoni ni moja kati ya wale mabinti wa kifalme 700 waliyegeuza moyo wa Suleimani, aliyeleta Mungu Moleki pale katika taifa la Israeli, na Suleimani akaijengea mahali pa juu. Alikuwa ni huyu Naama. Ndiyo maana atatajwa tena kule chini. Ukiona mwanamke ametajwa kwenye Agano la Kale, basi palikuwa na jambo maalum inayemhusu. So ameandikwa jina lake kama yule aliyeleta usawishi na kuleta chukizo cha Waamoni. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi Yuda wakafanya maovu machoni pa Bwana, wakamtia wivu kwa makosa yao waliyoyakosa kuliko yote waliyoyafanya baba zao. Maana hao pia walijijengea mahali pa juu na nguzo na maashera, na juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Na mahanithi walikuwako katika nchi, wakafanya sawasawa na machukizo yote ya mataifa Bwana aliyowafukuzia mbele ya wana wa Israeli. Umeona sasa? Kumbe utawala wa Rehoboamu moja kwa moja alitenda mabaya. Nini? Aliruhusu watu wakaanza kujenga mahali pa juu, na hatimaye kilichotokea ni nini? Walikuwepo na mahanithi. Unaposema mahanithi, unasema wanaume mashoga, lakini wanayefanya kazi ya umalaya. Kumbuka jambo hilo ilikuwa ni chukizo katika Torati. Nitakuonyesha sehemu ambayo ilikataliwa jambo hilo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina ya nyumba ya mfalme akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Hebu pata picha kuwa Suleimani alitengeneza ngao za dhahabu. Shishaki amekuja akachukua vyote, silaha mpaka na
hazina yote iliyokuwepo hekaluni Mungu alimruhusu. Lakini kumbuka sasa, Rehoboam anatengeneza ngao za nini? Ngao za shaba. Dhahabu nilikwambia inawakilisha nini? Iliwakilisha uungu. Ina maana iliwakilisha utawala wa Mungu. Lakini nini? Shaba nilikuambia iliwakilisha ubinadamu. Amina. So kumbuka ya kuwa binadamu, hukumu ya binadamu ambao ni utawala wa binadamu. Ndio maana sasa ina maana Rehoboam alitawala akitumia akili zake na akiongozwa na miungu ya mama yake aliyetoa kule Amoni. Lakini kumbuka ya kuwa tayari taifa inaanza kuingia katika mabaya, na wanapotenda mabaya Mungu anawadhibu kama alivyomwahidi Daudi. Jihadhari Mungu asikuadhibu, lakini ishi maisha matakatifu ili asikuadhibu kwa jina la Yesu. Amen. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi, na jina la mamaye aliitwa Naama Mwamoni, na mwanawe Abiya alitawala mahali pake. So tuliona pale mwanzo wa hiyo story ya Rehoboam ya kuwa ilitajwa ya kuwa alitawala miaka 10 na ngapi? 17. So unachotakiwa kufanya ni kutoa 17 katika 930 na kujua ya kuwa yeye alitawala miaka mingapi. Ina maana kimsingi aliyetangulia kufa kumbe sio Yeroboam, alikuwa ni Rehoboam. Rehoboam alikufa wakati Yeroboam bado akiwa anaendelea kufanya nini? Kutawala. Lakini sema hizo habari zao zimeandikwa za Yeroboam zimetangulia kuandikwa. Ndio maana sehemu nyingi ya Biblia haijaenda jinsi ilivyotakiwa iwe, matukio yametokea. Lakini tunaona ya kuwa sasa mwanae nani anatawala? Abiya anatawala. Watakatifu wa Bwana, Abiya utaona ya kuwa alikuwa ni mtoto wa nani? Nitakuonyesha. Alikuwa ni mtoto wa Maaka binti yake Absalom, ambayo alikuja kuolewa na huyu Rehoboam. Na huyu Rehoboam alikuwa na wanawake 17 na mabinti 60. Nitakuonyesha vizuri tu uwe na amani. Muda sio mrefu. Hebu nikuonyeshe mambo machache. Maanithi wanaume makahaba, yani shoga. Hebu soma kwenye Kumbukumbu 23 mstari wa 17 mpaka 18, alafu Epafra fungua Wafalme wa Pili 23 na mstari wa 7. Hapo tuone jinsi Yosia alipokatilia mbali hao mahanithi na mabaya yao. Kumbukumbu 23:17 mpaka 18. Alafu Wafalme wa Pili 23:7. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 17 mpaka 18. Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli, wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli waume. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa umbwa katika nyumba ya Bwana Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote, kwani haya ni chukizo kwa Bwana Mungu wako. Hao mahanithi walikuwa ni malaya wa kiume, lakini katika nyumba za miungu. Ndio maana hata wanawake walikuwepo makahaba katika nyumba ya miungu. So jambo hilo likataliwa na Torati. Hebu soma Wafalme wa Pili 23:7. Bwana Yosia akawakatilia mbali. Wanawake walipofuma mapazia ya Ashera, akawatoa makuhani wote katika miji ya Yuda. Huyo ni Yosia kama tutakapoona. Hebu Agano Jipya jambo hilo limekataliwa, utaipata kwenye Warumi sura ya 1
mstari wa 25 mpaka 28. Kwa wakati wako some Warumi sura ya kwanza mstari wa 25 mpaka 28. Utaona ya kuwa Agano la Kale, Agano Jipya pia inakataliwa habari za ushoga, mahanithi. Ni jambo baya sana hata kwa wamama. Mungu aliyeumba mwanadamu alimuumba kwa ustadi wa hali ya juu. Ndiyo maana usiendekeze mambo hayo, yana athari mbaya sana. Agano Jipya inakataza mambo hayo ya kwenda kinyume na maumbile. Uwe mwazi, ongea wazi, speak the truth, talk. Say the truth. Kwenye habari hizo sio aibu kwenye kusema. Watu wanaribikiwa. Na tunahitaji tuombe sana kwa ajili ya watoto katika shule. Haya mambo yako sana kwenye mashule. Tuombe Mungu aondoe roho hizo. Ni roho. Ni wangapi wamekuja nimewaambia hapa akapona mnaye wajua, si wengi tu. Mashoka wangapi wamekuja hapa mapona, si wengi tu, hata wengine unawajua. So ina maana zile ni roho. Ndio maana ukimwekea mtu ambaye ni shoga mkono, atadondoka chini, utasikia, utaona roho ikibirika, maana lazima umenipata, ama anaanza kutembea sasa kama mwanamke. Tukiomba watoto watakuwa salama, hata watu walioingizwa pasipo kutaka. Tuwe na msimamo hata katika ndoa zetu. Simamia ukweli. Tunatakiwa tuwe ni chumvi ya ulimwengu. Tutasoma kwenye Mathayo 5:13. Unabii wa Ahia juu ya Israeli utawanywa. Hii ni mwaka wa 722 walipochukuliwa mateka taifa la kaskazini na kupelekwa Ashuru. Hii unapata kwenye Wafalme wa Pili 15 na mstari wa 29. Wafalme wa Pili 15:29. Na unaipata pia kwenye Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 6 na mstari wa 28. Na ukitaka kuona habari za Rehoboam vizuri, utazipata kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Nenda ukasome kuanzia sura ya 11 mstari wa 5. Nenda mpaka umalize sura hiyo, alafu soma sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Utaona utawala wote wa Rehoboam. Umeona kitabu cha Mambo ya Nyakati haijatambua na kuandika taifa la kaskazini kama taifa. Imeandikwa kama kundi iliyojitenga. Ndio maana habari za wafalme wake hazijaandikwa kwa undani. Lakini kwenye mwandishi wa Nyakati ametambua sana taifa la kusini iliyekuwa upande wa Daudi, lakini pia hata saa nyingine akiliita Israeli. Maana mwandishi huyo hakutambua taifa la Israeli. Maana mwandishi wake tuliona ya kuwa alikuwa ni Ezra. Ezra ni yule aliyezaliwa kule utumwani na alipata taarifa za taifa la Yuda, kwa sababu taifa la Israeli tayari miaka 125 ina maana ilishafanywa nini? Ilishapelekwa utumwani kabla ya taifa la Yuda naye baada ya miaka 120. Na maana ukitoa miaka 720 ukatoa miaka 580 napata karibu miaka 125. Na maana baada ya kupelekwa utumwani Israeli ama taifa la kaskazini, Wayuda wakakaa karne moja karibu na robo, ndipo na wao wakaja akapelekwa utumwani. So aliandika kitabu cha Mambo ya Nyakati ambao ni Ezra hakutambua habari za taifa la Israeli ama kaskazini, akaandika habari za Yuda. Ndio maana wafalme wanaohusu Yuda aliandika sana. Bwana Yesu asifiwe. So sitasoma, lakini kwa wakati wako unasoma. Lakini huko tunakwenda, tutafika kule, uwe na amani. Mungu alimruhusu Sishaki mfalme wa Misri kuchukua hazina ya hekalu. Tiza ilikuwa ni makao makuu mpaka alipochukua utawala. Umri hiyo unapata kwenye Wafalme wa kwanza 15:21 na Wafalme wa kwanza
15. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nasema hivi, kwa wakati wako soma katika Nyakati wa Pili sura ya 11 anzia mstari wa 5 uende mpaka Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 12 mstari wa 6. Utapata kwa undani utawala mpaka wake zake wote, mpaka watoto wake wote, mpaka dhambi alipotenda na mama yake alipokuwa ni huyo Mwamoni aliyeleta mabaya. Nyakati wa Pili 11:5 mpaka mstari wa mwisho, na unaingia 12 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Ninasema ya kuwa kama mtu mmoja amekuwa pamoja nami, nione ukipunga ukisema haleluya, haleluya. Basi mimi naomba, maana muda umeenda. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya neno lako aliyekuwa pamoja nasi Baba, tukipitia kitabu cha Wafalme wa Kwanza na sura ya 4, tumeona Baba wa rehema hukumu ya baba Yeroboamu na mabaya Baba yaliyotokea katika nyumba yako Baba mweza wetu, tukaona na nyumba ya Rehoboamu na mabaya aliyetenda na mama yake Baba wa rehema Naama, Baba wa rehema kutoka Amoni. Baba mweza wa yote, haya yawe ni fundisho katika maisha yetu, na Baba wa rehema mabaya yote yatoke. Wapo wake za Yeroboamu Baba anayekuja katika maisha yetu, jinsi ulivyomuungua Baba kwa kumuonyesha Baba nabii wako Ahia ujio wa Baba wa rehema mke wa Yeroboamu, nasi tuonyeshe Baba kila jambo linalokuja kwenye maisha yetu, wabaya wanayetumwa na shetani na wakala wake kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye taifa letu. Tuonyeshe Baba wa rehema, tuwajue na tuwaumbue Baba, na tuwaeleze ukweli na tuwape ujumbe wako kwao Baba wa rehema. Nalitukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako Baba waliyetenga muda wao ili wajifunze neno lako. Neno Baba liwahuishi, liwaumbe tena upya, ling'oe mapando yote, livunje madhabahu zote Baba, madhabahu zote zikilazimishwa na kuwatapika. Nami nalitukuza jina lako, maana Baba wa rehema ulivyokuwa pamoja nasi tukipitia Baba wa rehema wafalme hawa wawili waliyekwenda kinyume nawe, Rehoboamu na Yeroboamu. Baba wa rehema uwe pamoja nasi tunavyoingia katika utawala Baba wa Baba wa rehema Nadabu pamoja na Abia mwanaye Baba wa rehema Rehoboamu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Uwe na amani mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mtu wa thamani sana.